Mambo ni mengi alafu muda ni mchache. Tumeweza kuona Juma Lokole aingilia sakata zima la Kajala Masanja pamoja na Aileen Oya. Na leo hii ameweza kuzungumza akisema ya kwamba tunafahamu kweli wote ambao unaoendelea sasa hivi katika mitandao ya kijamii, lakini kuna baadhi ya vitu vingine ni vyema tukaviacha tu viende, kwa sababu tukiendelea kuviongelea tutakuwa tunajipa mizigo ya bure ambayo isiyokuwa na mbele wala nyuma, kwa sababu kila mtu anatamani sana kuweza kuona furaha ya mwenza wake, na ifike kipindi kila mtu aweze kutambua thamani ya mwenza wake kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu haya ni maisha na tusifanye mchezo, kwa sababu tunaona kuna watu wanawekeza kwa ajili ya hivyo ambavyo mmekuwa mkivizungumzia. Sasa leo hii bwana, tumeweza kuona namna ambavyo mambo yalivyo, na wengi wao walitamani sana kuweza kujua ukweli. Je, Kajala Masanja aliweza kushare mume na mtoto wake ama inakuwaje? Ukweli wote Juma huyu hapa ameweza kuweka wazi. Juma amesema ya kwamba kiukweli natamani sana kuweza kuzungumza hili, ila wacha nizungumze ili watu waweze kuelewa huu ukweli ambao umekuwa ukijificha kwa muda mrefu. Ni kweli Paula alikuwa na mahusiano na Harmonize, lakini baada ya muda mfupi kuweza kusikia kwamba Harmonize anamhitaji mama yake, na ukizingatia na yeye ni binti bado mdogo, bado usichana unampelekesha, aliamua kuweza kufanya maamuzi ya yeye kuweza kuachana na Harmonize, na akamwambia ni vyema ukatoka na mama yangu, lakini tuende tu kiuhalisia. Hii haikuwa tabia njema, haikuwa pia ni nzuri pia, kwa sababu kila mtu tunajua utamaduni wetu, mtoto akishatoka na mwanaume, mzazi hutakiwi kuweza kutoka na huyo mwanaume, lakini njaa ndizo zilizowafanya watu waweze kufanya maamuzi magumu. Kwa upande wangu, Kajala Masanja amenikera na kunikwaza kwa tabia hii ambayo aliweza kuionyesha.